Mtaja Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, ajiandae Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, ajiandae Mheshimiwa Rita Ernest Kabati. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi niweze kuchangia kwenye bajeti hii ya Wizara ya Kilimo. Awali ya yote namshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa hotuba nzuri sana aliyoitoa hapa, inayotupa matumaini bado kwenye kilimo makubwa. Na kwa kweli wizara hii imefanya kazi kubwa na inafanya kazi kubwa kuendeleza kilimo. Mambo yanafanyika ni mengi na tunawapongeza sana kwa kazi nzuri wanayofanya. Lakini kuna maeneo machache ambayo niliona niongelee, ambayo mengi tumeongelea kwenye kamati, lakini nimepiki machache ambayo ni muhimu kwangu na kwa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia uzalishaji wa mazao ya asili ya biashara, wizara inafanya vizuri sana kwa ujumla, hasa kwenye uzalishaji. Masuala ya bei yana complications zake na bei zinapanda na kushuka, lakini kiuzalishaji mazao mengi yanafanya vizuri sana. Ukienda kwenye korosho linafanya vizuri sana kiuzalishaji, kahawa, hata mkonge unafanya vizuri. Na ninaposema vizuri ni malengo waliojiwekea ukilinganisha na walipofikia. Kwa kiasi kikubwa haya mazao ya korosho asilimia karibu 80, kahawa asilimia 90, mkonge asilimia 90, pamba asilimia 60, tumbaku wako asilimia 95, hata sukari wako asilimia 70. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo yake ni kwamba kwa ujumla amesema kwenye ripoti yake mpango ilikuwa ni kuzalisha tani milioni 2.2 kwa ujumla kwa mazao hayo yote, lakini wameweza kufikia tani milioni 1,500,000. Kwa hiyo progress ni nzuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna baadhi ya mazao ambayo kwa kweli ni tatizo kubwa sana, na zao ambalo linaongoza na lenye changamoto kubwa kwenye wizara hii ni zao la chai. Zao la chai, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunavyoongelea sasa, uzalishaji wake umeendelea kuporomoka siku hata siku. Malengo yalikuwa ni kuzalisha angalau tani 30,000, lakini mpaka Februari walikuwa kwenye tani 9,000. Kwenye ripoti inaonyesha wako tani 10,000. Hii hali sio nzuri, na Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia kwa karibu sana utagundua kinachosababisha zao la chai kuporomoka. Sababu kubwa ni viwanda kutozalisha na viwanda kufungwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna viwanda 8 ambavyo vimefungwa, na kufungwa kiwanda kama kinazalisha chini ya 5% ni sawa na kama kimefungwa, lakini kuna vile ambavyo vimefungwa kabisa havifunguliwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda ukaangalia viwanda vilivyofungwa, ukienda Rungwe kuna viwanda kama 3 vimefungwa, ukija Njombe kuna viwanda 3 vimefungwa, ukienda Mufindi kuna viwanda 2 vimefungwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda ukaangalia zaidi vimefungwa kwa sababu gani? Cha kwanza utagundua kwamba vimefungwa kwa sababu kuna mwekezaji ambaye au hana uwezo au hana nia ya kuendeleza zao la chai. Kwa hiyo mimi naongea nikiongozwa na data ambazo uwezeshaji wa viwanda hivyo. Ukiangalia viwanda nilivyovitaja vyote kwa pamoja, kimoja kinazalisha tani 8,000, kimoja 6,000, kimoja 2,000. Lakini kuna uzalishaji wa viwanda 5 au 4 vya mwekezaji mmoja ambao ni DL Group. Hawa peke yao wana uwezo wa kuzalisha tani 17,800. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko sana uzalishaji wao sasa hivi ni tani 320, chini ya 4%, chini ya 3%. Sasa hili jambo sio jambo la kulifungia macho. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wa Tanzania tuna jambo letu. Jambo letu ni dira. Dira inatuambia kwamba 2025 kwenda 2050 tunataka private sector ichangie 70% kwenye hiyo dola trilioni 1 ambayo tunataka tuwe nayo au tuizalishe, na pato la mtu liwe dola 7,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwendo huu ambao tunakwenda kwenye viwanda, nchi yetu lazima iwe tayari kufanya maamuzi magumu. Nilikuwa natafuta neno zuri, maamuzi magumu. Na katika maamuzi magumu ni pamoja na kufanya evaluation ya aina ya uwekezaji ambao tunao. Nchi yetu inavutia wawekezaji, lakini tunapovutia wawekezaji kuna baadhi ya wawekezaji, Mheshimiwa Mwenyekiti,
hawatufai. Na mimi nalisema hili kwa sababu nimeongea ndani ya bunge hili kwa miaka 5 pamoja na wenzangu kuhusiana na zao la chai kwenye maeneo ya Mufindi, Njombe mpaka Rungwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli ni kwamba tuna mwekezaji ambaye alipewa viwanda kwa nia njema na serikali kupitia benki, lakini uwezo wake umeonyesha kwamba ni mdogo kuendesha hivyo viwanda. Kama tunataka kufikia lengo letu la private sector kuwa ndio engine na kutusaidia kule mbele, ni lazima tuwe tayari kufanya maamuzi sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1921 mwezi wa 3, Mheshimiwa Majaliwa akiwa waziri mkuu alitembelea Njombe, akakaa na wadau wa chai, na iliyojitokeza ilikuwa ni wazi kwamba mwekezaji huyu tunayemwongelea ambayo ni DL Group kutoka nchi ya mbele ya mlima wa Kilimanjaro, mwekezaji huyu ilionekana wazi, na haya sio maneno yangu, ni maneno ya Mheshimiwa waziri mkuu wakati ule, kwamba anatuhujumu, ni mhujumu uchumi hapa nchini kwa sababu hawezi kuendesha viwanda, wafanyakazi kule wengi wamepunguzwa, mashamba yamesimama. Taarifa, Mheshimiwa Edwin Swale. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimpe taarifa Mheshimiwa Deo Philip Mwanyika anayechangia vizuri sana kuhusu zao la chai. Amerejea hotuba ya Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa ya tarehe 9 Machi 2021 Njombe, na mimi nilikuwepo. Waziri Mkuu alisema mwekezaji anayemiliki viwanda hivi vya Kibena, Lupembe, Luponde inaonekana kama anafanya sabotage kwenye zao la chai hapa nchini. Hiyo ndio taarifa ambayo nataka nimuongezee Mheshimiwa Deo Mwanyika. Mheshimiwa Deo Mwanyika, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, naipokea taarifa hiyo. Namshukuru sana mdogo wangu wakili Enos Swale. Matokeo ya jambo hili Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwamba mapato ya taifa ya serikali na ya halmashauri yameporomoka kwenye maeneo hayo yote, ajira zimepotea, fedha za kigeni tulizozitegemea hazipo tena. Migomo ya wafanyakazi ni jambo la kawaida, inaendelea, ilianza Mufindi, baadaye imehamia Njombe, lakini pension za wafanyakazi hazilipwi na huyu mtu. Lakini sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutambua nia nzuri ya kumuita mwekezaji, aliruhusu wizara ifanye utaratibu wa kutafuta fedha angalau kumsaidia mwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, alipewa bilioni 10 siku za karibuni mwaka jana, lakini pamoja na kupewa bilioni 10 hali bado ni mbaya, hakuna mwanga. Na hizi fedha sio ni fedha za kutoka huko anakotoka, hizi ni fedha za nchi yetu, za benki yetu hapa ya CRDB. Kwa hiyo mimi niseme kwamba aina ya huu uwekezaji, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lazima tukubaliane. Ndio mambo aliyosema Mheshimiwa Profesa Kitila. Let's try to do business unusual. Let's do business unusual. Tunataka wawekezaji, ni kweli, na sisi hatutaki kupeleka message mbaya kwa wawekezaji. Lakini mwekezaji anayeturudisha nyuma, mwekezaji ambaye anarudisha umasikini kwa wananchi. Chai, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni zao ambalo linaongeza ajira kwa watu wa kawaida. Chai ni zao ambalo watu wanauza chai wanapata hela ya kwenda kulipa ada. Chai ni zao ambalo wanalipa wanakwenda hela ya matibabu. Leo hii watu hawawezi kufanya hayo mambo kwa sababu mwekezaji amefunga viwanda, hata chai yake anashindwa kuhudumia. Hawezi kuweka mbolea, hawezi kubadilisha mashine, hawezi kununua spare, hata umeme anashindwa kulipa. Hivi huu mwekezaji wa aina hiyo, Mheshimiwa, kwa nini serikali isifanye maamuzi magumu ya kutafuta njia ya kuachana naye? Wazo letu na wazo langu ni wakati sasa wa kutafuta wawekezaji wengine wa uhakika, maana wapo, na tuombe sana benki ya CRDB itusaidie kwenye hilo, kwa sababu wao wamefinance. Siamini kama wanaona mwanga kwenye jambo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, huhitaji kuwa financial guru kujua kwamba this is a failed business. Huhitaji, unaona namba zinajionyesha wazi kabisa. Ukizalisha kwa uzalishaji huu na migomo inayoendelea, deni la pension pekee yake la wafanyakazi ni bilioni 4.7 pension. Lakini anakusanya, analipa mishahara kwa kusuasua na hapeleki hata hizo pension bado kwa wafanyakazi. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea na hii hali. We have to make a decision. Na mimi nimwombe sana Mheshimiwa Waziri,
na matumaini makubwa kwamba analifahamu, na nina uhakika sana waziri wetu ana uwezo wa kutusukuma tukafika mahali pazuri kwenye jambo hili. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, sisi tuna matumaini makubwa na wewe, tunakutegemea sana kwenye jambo la chai, na bahati nzuri na yeye ni mkulima wa chai, nayo yasema haya na yeye anayapitia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipenda niongelee chai kwa uzito huo, na niombe sana serikali ifanye maamuzi. Wakati namshukuru Dr. Samia kwa kusababisha hawa wamepata pesa, lakini hizo pesa hawazitumii inavyotakiwa. Mheshimiwa, lakini wanafanya vizuri kwenye mazao mengi, na zao la parachichi pamoja na mboga mboga, wizara hii imelisimamia vizuri sana na linafanya vizuri sana. Tumeona hapa linakwenda vizuri, production iko above the target, wanaongelea 108%. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe sana, bado kuna changamoto. Zao la parachichi ni very delicate, lakini linaweza likatransform uchumi wa nchi hii. Unaposema ni green gold, it really means green gold. Lina uwezo mkubwa wa kutransform uchumi wa nchi hii na kubadilisha maisha ya wananchi wa kawaida. Mimi niwaombe sana, kuna changamoto ndogo ndogo pale, na niwapongeze sana watu wa Kopra, wamekuwa mstari wa mbele kushirikiana na wakulima kutatua changamoto. Kwa hiyo tuwatie moyo waendelee. Lakini kwenye chai tuwaambie watu wa bodi ya chai wapo, kazi yao ni kusimamia zao hili. Tunapiga kelele miaka yote hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimwombe waziri akiweza aanze na kubadilisha hiyo bodi. Hatuwezi kuwa na bodi ambayo hatuoni mwanga kwa miaka mitano. Ni vema tukatafuta watu wenye uwezo na walio na commitment ya kubadilisha zao la chai ambalo lina watu wa kawaida wengi sana wanaolitegemea. Kwa upande wa zao la chai, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba kumekuwa na changamoto ya kiwanda cha DL kwa muda mrefu nyuma. Lakini hivi leo tunavyozungumza, tumefanya majadiliano ya pamoja na mwekezaji pamoja na financier wa mwekezaji ambaye ni CRDB Bank. Mwekezaji huyo ameonyesha nia, na ninawaahidi ndani ya miezi 6 kama DL hataweza kutekeleza tuliyokubaliana, tutatafuta mwekezaji mwingine. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakuomba katika hili uruhusu baadhi ya wabunge wa maeneo ya chai pamoja na kamati inayosimamia sekta ya kilimo kwa lengo la kupata uelewa wa pamoja, tufanye ziara kule uwandani kwenye eneo la mradi. Twende wote, tusikilize, tuone, lakini tujiridhishe na kile ambacho kinazungumzwa kwamba ni uwekezaji wenye lengo la kuanza uzalishaji wa chai bila usumbufu kwa wakulima, lakini na kwa wadau wote wanaozunguka mashamba husika. Naamini tukienda tukarudi wote kwa pamoja tukijadiliana, tutakuwa na jambo la msingi la kushauriana ili kutafuta hoja pana. Hiyo ni pamoja na kwenye uwekezaji wa kiwanda cha Watco Wakulima Tea Company Limited, lakini pia na yale mashamba yaliyopo na uwekezaji unaoendelea kule East Usambara pamoja na Korogwe na Bumbuli.